Kwa ndugu zangu, mwezi wa Muharram ni mwezi mtukufu, na ndani ya mwezi huu wa Muharram ndiyo imewekwa tarehe ya mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa hiyo mwaka wetu mpya wa Kiislamu mwanzo wake ni mwezi wa nini? Wa Muharram. Kwa hiyo Muharram inatukumbusha hijra ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini kabla ya kuzungumzia hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani ya mwezi wa Muharram kuna sunna inayoitwa funga ya Ashura. Hii ni funga muhimu sana, kwa sababu Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi amesema kwamba funga hii ni kafara ya madhambi ya mwaka mzima. Funga ya Ashura ni kafara ya madhambi ya mwaka mzima. Ahtasibu ala Allah, ninataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufunga funga ya Ashura. Malipo yenyewe ni kusamehewa madhambi ya mwaka mzima. Na ufungaji wa funga ya Ashura una daraja tatu. Ufungaji wa funga ya Ashura una daraja tatu. Daraja ya kwanza, ambayo ndo daraja kubwa kabisa, ni kufunga siku moja kabla na siku moja baada. Ukijumlisha na yaumu Ashura unafunga siku ngapi? Huu ndo ukamilifu. Ukamilifu wake ni kufunga siku ngapi? Tasua, Ashura. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo daraja ya chini yake ni kufunga siku moja kabla ya Ashura au siku moja baada na ile siku ya nini? Ya Ashura. Daraja ya chini kabisa ni kufunga Ashura kama Ashura ilivyo, bila kuiunganisha na siku moja. Umeona vizuri? Na tumeagizwa tufunge siku moja Tasua, kupishana na wale Mayahudi ambao walikuwa wakifunga Ashura kama Ashura, kwa kuwa walikuwa wanafurahia siku ile ni siku ambayo Mwenyezi Mungu alimuokoa Nabii Allahi Musa kuepukana na makucha na adhabu ya nani? Ya Farao. Kwa Mtume akasema, nahnu ahaqu bi Musa, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko hao Mayahudi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaagiza kwa watu wafunge siku ya Ashura. Na hizi ndizo ofa za Allah subhanahu wa ta'ala, ala inna lillahi fi ayami dahrikum nafahat, hakika ana Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya mnayoyaishi ofa zake nyingi nyingi. Sawa sawa. Kwa hiyo huenda ukapata ofa moja tu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ofa ile ikakusaidia kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ni la kuondoka nalo kuelekea siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Kwa hiyo tusipange kukosa kufunga siku ya nini? Ya Ashura, na tuifunge kwa ukamilifu kama nilivyoeleza, siku moja na Ashura katikati, na huu ndio ukamilifu wa funga ya Ashura. Ndani ya mwezi huu wa Muharram tumesema ndipo ilipowekwa tarehe ya hijiria, na leo hijiria mwaka wangapi? 1448. Kuna mtu leo hajui ni mwaka gani mwa Kiislamu? Kuna mtu afanya nini? Hajui. Lakini umuulize leo 2000 na ngapi? 26. Lakini tarehe yake afanye nini? Haijui.
Umma ambao haujui hii tarehe yake hauna mustakbal. Lazima ujue nini? Kwa hiyo tupo ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka ambao unatukumbusha kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Maka kwenda Madina. Ndugu zangu, hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatukumbusha mambo mengi na inatufunza mambo chungu mzima. Moja kati ya mambo ambayo tunajifunza katika hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunajifunza kuna kipindi katika maisha ni muhimu kufanya maamuzi magumu, hata kama yale maamuzi yatakulazimisha uachane na mahala ulipopazoea. Kuna kipindi katika maisha lazima ufanye maamuzi magumu, na alilifanya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Amefanya kazi ya kuhubiria watu dini kwa kipindi cha miaka mingapi? 10 na ngapi? 13. Anahubiri dini, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafanikiwa. Anasema hapana, la ilaha illa Allah yako hatuitaki. Bali wakamtukana, wakamwambia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sahiru, ni mchawi. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam amerogwa. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kadhab, muongo nambari 1, hakuna muongo kama yeye duniani. Na hapa kuna funzo kwa viongozi wa dini. Kutukanwa, kusemwa vibaya ni sunna. Ni nini? Sunna. Wamesemwa vibaya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa wewe kusemwa, kutukanwa katika kazi hii ya dini ni sunna, ni sehemu ya kazi. Tumeelewana vizuri? Na ndio maana hata yule Luqmanul Hakim wakati anamuhusia mwanae alimwambiaje? Amrisha mema, kataza mabaya, wasbir ala ma asabak, vumilia katika utakayokutana nayo katika hii kazi ya dawa. Inna dhalika min azmi al-umur, sio mchezo. Kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya ina changamoto chungu mzima, hazielezeki. Jambo la kwanza, kudharauliwa. Leo kuna watu wanaodharauliwa kama viongozi wa dini, kuna wanaodharauliwa kama walimu wa madrasa. Wapo. Mwalimu wa madrasa ndiye ambaye mshahara hana. Mwalimu wa madrasa ndio ambaye anaonekana maskini. Yaani wengine wote watalipwa malipo makubwa, lakini mwalimu wa madrasa, mzazi akitoa ile shilingi 2000 anaona kama katoa hela nyingi, na mpaka mtoto arudishwe nyumbani. Ndio huyo ustazi naye kazidi ampelekee hiyo 2000. Yaani hiyo 2000 inakuwa ya masimango sasa. Ampelekee hiyo 2000 sasa. Fundisha kazi yake hela tu. Yaani kisa umomba shilingi 2000 ndio maneno yote yanakutoka 2000 tu. Lakini anayefundisha binadamu wa kwanza nyani analipwa bei gani? Analipwa bei gani? Binadamu wa kwanza nyani wanafundisha analipwa bei gani mashehe wangu? Pesa chungu mzima.